Hii ni taarifa muhimu sana ambayo unapaswa uipate na kuifahamu na kuielewa. Inakupa funzo, inakupa elimu na maarifa pia kwa ujumla. Ni taarifa ambayo inatoka Mahakama Kuu Masijala ndogo ya hapa Dar es Salaam, ambayo inahusiana na kesi ambayo inaendelea iliyofunguliwa na wanaojiita mawakili wa Tundu Lissu aliyoko gerezani. Hapa kuna kitu utajifunza kutokana na maswali ya dodoso ambayo Tundu Lissu amekuwa akiauliza ama kuwatwanga maswali mashahidi ambao ni mawakili ambao wamekuwa wakienda mahakamani ama gerezani kwa ajili ya kutaka kukutana na mteja wao. Sasa Lissu ameweza kuwatwanga maswali ya papo kwa papo, wanaita maswali ya dodoso ama examination. Hicho ndicho ambacho tunaweza kusema hivyo. Sasa basi ni kwamba Tundu Lissu amekuwa akiwadodosa na kuweza kuuliza maswali magumu mashahidi hawa. Tunafahamu kwamba pia leo kesi hii inaendelea hapa Dar es Salaam katika mahakama hii, Mahakama Kuu Masijala ndogo ya hapa Dar. Lengo ni kuendelea basi kujua nini ambacho kitajiri katika kesi hiyo ambayo imefunguliwa na hao mawakili watatu. Tunafahamu kwamba Lissu ameendelea kuhoji mawakili wake, ambapo amemhoji pia wakili Poki Sabo, na Lissu alimhoji maswali mengi sana. Nitakuuliza maswali kuanzia tarehe 16 tarehe 6 hadi Novemba 15. Hiyo ilikuwa ni Lissu akimuongoza shahidi huyo. Tarehe 16 pale Kisutu nililalamika kuhusu mawasiliano yangu na mawakili wangu. Hilo ilikuwa ni swali la Tundu Lissu. Wakili Kisabo akasema ni kweli na ukasema umetuondoa kazini. Lissu akauliza tena, baada ya hapo utaratibu wa mawasiliano ulibadilika? Wakili Kisabo akasema ni kweli. Lissu akamuuliza tena, utaratibu ulibadilika na tukawa tunazungumza kwenye admission office? Wakili Kisabo akajibu ndio, na walikuwa wanatusikiliza. Lissu akaendelea kumtwanga maswali wakili Kisabo. Kwenye kiti cha wakili anachokaa pale admission, kuna askari anapiga type anaandika, na wengine wengi wanaandika humo ndani, na SP mwingine wa sheria na mwingine wa usalama. Wakili Kisabo akajibu ni kweli kabisa. Lissu akaendelea kumdolosa, akamuuliza kwamba na kule kwenye kile chumba cha awali tunachoongea na simu, ni kweli wanakusimamia na kukusikia unachoongea kwenye hiyo simu? Wakili Kisabo akajibu ni kweli. Lissu akaendelea kumtwanga maswali, kuna CCTV kamera hapo kwenye kale kachumba? Wakili Kisabo akajibu ni kweli. Lissu akaendelea, na turudi kwenye admission office, napo CCTV zipo? Wakili Kisabo akajibu ni kweli zipo. Lissu akaendelea kumtwanga maswali kwamba je, unapozungumza na mteja wako kuna usiri wowote? Wakili Kisabo akajibu hakuna usiri, maana wanakusikiliza na kutusimamia kwa kila kitu. Lissu akaendelea kutwanga swali baada ya swali. Soma kanuni ya 33 kifungu cha kwanza A ya kanuni za magereza. Je, kwa kanuni hiyo utaratibu unaotumika kusimamia mimi kama huo utaratibu ni wafungwa au wa kifo au wa wafungwa wengine kwa kawaida? Wakili Kisabo akajibu huo ni utaratibu wa wafungwa waliohukumiwa kifo, sio mtu kama wewe. Lissu akaendelea kuhoji kwamba soma sheria ya magereza na kanuni zake. Je, mahabusu kama mimi anaruhusiwa kusimamiwa hivyo kama ninavyosimamiwa mimi? Wakili Kisabo akajibu hakuna mahala kokote inaruhusiwa kwenye sheria. Lissu akaendelea kudadisi. Baada ya tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 2025 utaratibu ukabadilika kutoka admission office kwenda kwa naibu mkuu wa gereza, ofisi ambayo yupo pia mtu wa usalama wa gereza. Wakili Kisabo akajibu haswa ilikuwa hivyo. Lissu akaendelea kuhoji, ofisi ya mkuu wa jela tumekutana mara ngapi ukazungumza na mimi? Wakili Kisabo akajibu zaidi ya mara 3. Lissu akaendelea kumtwanga maswali, tulipofanya kwa mkuu wa gereza tulikuwa peke yetu? Wakili Kisabo akajibu alikuwepo mkuu wa gereza, walinzi wako na maskari wengine wanajaa mle. Lissu akauliza tena, ni kweli hujawahi kupima ukubwa wa ofisi ya mkuu wa gereza? Wakili Kisabo akajibu sijawahi kupima. Lissu akamtwanga swali lingine, je, sasa kuna uwezekano wa kusikia au kutosikia tunachoongea? Wakili Kisabo akajibu lazima watusikie, wametusikia mara zote. Lissu akamtwanga swali lingine, kwa nini unasema wanatusikia? Wakili Kisabo akajibu kwanza wako karibu na sisi, chumba ni kidogo. Kuna muda tukicheka wanacheka, na kuna muda tukisikitika na wao wanasikitika, maana yake wanatufuatilia. Kicheko kikatawala. Lakini pia Lissu akaendelea kumtwanga swali lingine, sasa kule kwa naibu mkuu wa gereza kukoje? Wakili Kisabo akajibu na kwenyewe walikuwa wanajazana na kutusikiliza kila kitu, kulikuwa hakuna faraga kabisa. Lissu akamtwanga swali lingine, tuzungumze mabadilishano ya nyaraka. Ni kweli mmeniletea nyaraka mbalimbali kuhusu kesi inayonikabili Mahakama Kuu?
Kisabo akajibu ni kweli, lakini kabla hatujakupa wanazichukua na kuzisoma. Lissu akatwanga swali lingine, na hadi unapoondoka huwa bado wako nazo hao? Wakili Kisabo akajibu ni sahihi. Lissu akatwanga swali lingine, ni kweli mara nyingi nimewalalamikia huwa sipati hizo nyaraka mara nyingine? Wakili Kisabo akajibu mara nyingi sana umelalamika, hata ile hotuba ya Jaji Chande kuhusu ripoti ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 hujapata hadi leo. Lissu akamtwanga swali lingine, unafahamu kama mawakili wa serikali walisema mahakamani wanataka kuongeza ushahidi kuniunganisha na matukio ya Oktoba 29? Wakili Kisabo akajibu ni kweli, na nyaraka ile nilikuletea ujiandae na utetezi. Mheshimiwa Lissu akauliza tena, ni kweli mwezi uliopita uliniletea nyaraka kutoka Umoja wa Mataifa ikisema niachiwe kwa kesi hii? Lakini hapo ni kwamba wakili Kisabo akaja akajibu ni sahihi, nilikuletea, lakini admission officer aliichukua akaisoma na kuwapa wengine, na baada ya hapo wakasema hatuwezi kuruhusu umpatie Tundu Lissu hii nyaraka. Jaji akauliza, akaingilia kati jaji katika maswali ya dodoso ya Tundu Lissu kwa wakili Kisabo. Jaji akasema unasema mwenyekiti wa kikao unamaanisha nini? Wakili Kisabo akajibu ni mtu aliyekuwa anasimamia yale mazungumzo yetu. Lissu akaendelea, sasa katika ofisi hiyo ya naibu mkuu wa gereza kuna uwezekano wa kuzungumza bila kusikilizwa, upo ukweli? Wakili Kisabo akajibu huo uwezekano haupo kabisa. Lissu akamtwanga swali lingine, kesi yangu ya uhaini imeendeshwa kwenye chumba hiki cha mahakama? Wakili Kisabo akajibu ni kweli. Lissu akamtwanga swali lingine, na kila ninapoletwa na kwamba hata mara moja mmewahi kuruhusiwa kuja kuniona huko lockup? Wakili Kisabo akajibu huwa tunazuiwa kabisa. Lissu akamtwanga swali lingine, je, hapa mahakamani mmewahi kuruhusiwa kunipa nyaraka yoyote? Wakili Kisabo akajibu huwa wanazichukua hawa maaskari magereza hata kama ni mbele ya jaji. Lissu akamtwanga swali lingine, ilikuwaje ulipotaka kunipa uamuzi wa Jaji Mkwizu kuhusu malalamiko yangu ya kutopewa haki zangu? Wakili Kisabo akajibu walipokonya hawakukupatia. Lissu akamuuliza swali lingine, vipi unasemaje kuhusu utendaji kazi wa mkuu wa gereza? Wakili Kisabo akajibu hafuati sheria kabisa, anajiamulia tu. Lissu akamtwanga swali lingine, Jaji Mkwizu alitoa amri kuwa utaratibu wa sheria ufuatwe, lakini amri hiyo imepuuzwa? Kisabo akajibu ni kweli kabisa. Lissu akaminya tena swali akasema kwamba na nyinyi mawakili mnalalamika sana toka Kisutu pia? Kisabo akajibu ni sahihi kabisa. Lissu akaendelea, ni kweli kikosi kazi cha Umoja wa Mataifa kimesema mawasiliano kati yangu na mawakili wangu iheshimiwe? Kisabo akajibu imesema hivyo, lakini halijawahi kuzingatiwa na hawa mapolisi. Lissu akaminya swali lingine, je, mmekosea kuja kulalamikia mambo haya? Kisabo akajibu mahakama hii ya kikatiba ndiyo eneo sahihi kabisa. Wakili Kisabo akasema tena, ni kweli mahakama hii ina ushahidi mwingi kuhusu jambo hili ukiachana na ushahidi wangu na ushahidi wenu? Kisabo akajibu ni sahihi kabisa, maana mambo mengine yametokea mbele ya mahakama hii kuu na pia nyaraka za mwenendo wa mashauri yaliyopo hapa. Lissu akaminya tena swali kwamba ni kweli wajibu maombi haya akiwemo mkuu wa gereza katika majibu yake na kiapo chake ametusaidia kutuwekea nyaraka nyingi sana zinazotusaidia kwenye kesi yetu. Wakili Kisabo akajibu kwa kweli ametusaidia sana kutuletea mavitabu ya kuonesha walivyokuwa wanatuandikia majina na kusema sababu za kusimamiwa na kusikilizwa. Lissu akauliza nimemaliza? Lissu akamwambia mheshimiwa jaji kwamba kwa hapo nimemaliza kumuuliza maswali shahidi huyu. Hivyo basi ambacho kilichofuatia hapo sasa ilikuwa ni upande wa mawakili wa serikali na wenye pia kumpitisha kwenye maswali ya dodoso wakili Paul Kisabo, ambapo alisimama wakili Kalokola kwa upande wa serikali, ambapo naye pia akasema kwenye jopo lao anamuondoa wakili Francis Wisdom. Sasa wakili wa serikali Kakola alipoanza kumhoji maswali shahidi ambaye ni wakili wa Tundu Lissu Paul Kisabo, ni kwamba jaji akasema tunakukumbusha bado uko chini ya kiapo. Kakola akaendelea. Wakili wa serikali Kakola akaanza kumdodosa Kisabo, nitaanza eneo la mwisho. Uliambiwa kanuni ya fair trial iliyopo kwenye katiba haiwezi kupuuzwa kwa kuangalia kanuni za magereza? Wakili Kisabo akajibu ndio, haziwezi. Wakili wa serikali Kalokola akaendelea, kwenye madai yenu sio hoja kwamba kanuni za magereza ziko kinyume na katiba? Kisabo akajibu hauko sahihi, kesi hii sio ya kulalamikia kifungu chochote. Wakili wa serikali akamuuliza tena, unafahamu taratibu zote? Kisabo akajibu nyingi nazifahamu. Wakili wa serikali Kalokola akamuuliza tena, mahabusu anapaswa kupewa huduma za matibabu na serikali? Kisabo akajibu sifahamu. Wakili wa serikali
Kalokola akamuuliza tena, mfungwa anaweza kupewa pesa na zinaweza kuhifadhiwa na askari magereza? Kisabo akajibu sijui. Wakili Kalokola akamuuliza tena, umetaja jina la ambaye huwa unampa pesa za Lissu ukimpelekea? Kisabo akajibu, huwa nawapa askari magereza, na wewe Kalokola sio askari magereza. Wakili wa serikali Kalokola akamuuliza tena, uliwahi kulalamika kuwa Lissu hapewi chakula? Wakili Kisabo akajibu sijawahi. Wakili wa serikali akamuuliza tena, una elimu inayohusiana na mawasiliano? Kisabo akajibu, nina elimu ya sheria, mawasiliano pia yana sheria. Wakili wa serikali akamuuliza tena, kuna sheria imesema mawasiliano yaweje? Kisabo akajibu, confidentiality tu ndio kanuni. Wakili wa serikali akaendelea, mazungumzo ya Orr yalikuwa preserved? Wakili Kisabo akajibu, tulizungumza, walitusikiliza, kwa hiyo hakukuwa na siri. Wakili wa serikali akamuuliza, mliyozungumza ni yapi? Kisabo akajibu, hayo mazungumzo ni siri kati yangu na mteja wangu. Wakili wa serikali akauliza tena, ni kweli mmekutana mara kadhaa na Lissu huko Ukonga? Kisabo akajibu, nimesema hadi kwenye kiapo kuwa tulikuwa tunakutana wapi, yani ofisini kwa third respondent. Wakili wa serikali akauliza tena, je, kanuni ya 33 ndio mlioilalamikia, hii kanuni ya usimamizi wa magereza? Kisabo akajibu hapana. Wakili wa serikali akauliza, mtu yeyote akiingia magereza anakuwa classified? Kisabo akajibu ndio, uniambie sasa. Wakili wa serikali akauliza tena, mkuu wa gereza anawajibika na usalama wa wafungwa? Kisabo akajibu sio kanuni ya 33 kifungu cha kwanza itumike kwa Lissu, maana Lissu hajahukumiwa kunyongwa. Kwa kifupi, wakili Kisabo akaamua kumjibu kwa hivyo. Wakili wa serikali akauliza tena, ulioneshwa maoni mbalimbali ya mkuu wa gereza? Kisabo akajibu niliona. Wakili wa serikali akaendelea kuminya maswali, kila anayeona anasikia? Kisabo akajibu yes, inategemea na mazingira. Wakili wa serikali akaendelea kumbamiza maswali mengine kwamba umewahi kuwapima masikio maaskari magereza wa Ukonga ukajua wamesikia au hawajasikia? Kisabo akajibu, watu nikifika naongea nao wanajibu, ukisema hawasikii tena labda uwe na tatizo lako wewe. Maana jibu la Kisabo hilo ni kwamba watu nikifika naongea nao wananijibu, ukisema hawasikii tena labda uwe na tatizo lako wewe. Wakili wa serikali akaminya tena swali lingine Kisabo, sasa mawasiliano ya simu kwenye chumba chenye vioo na ukasema kuna uwezekano wa kusikilizwa? Kisabo akajibu yanasikilizwa. Wakili wa serikali akaminya tena swali, ulitaja kifaa kinachorekodi? Wakili Kisabo akajibu sikijui, lakini simu yenyewe ina rekodi, sasa unataka kifaa gani kingine? Wakili wa serikali akaminya tena swali, unafahamu kwenye gereza la Ukonga na magereza mengine kuna mtu anaitwa principal officer ambaye yuko juu ya wakuu wa magereza? Kisabo akajibu hawanihusu kama wakili mimi. Wakili wa serikali akauliza tena, ulienda au hukuenda kupeleka malalamiko kwa askari magereza wa juu? Kisabo akajibu nimeshajibu hilo swali. Wakili wa serikali akasema mahakama hii ina uwezo wa kutekeleza maamuzi ya working group ya UN na uamuzi wa jaji Mkwizu inaweza kutekeleza? Kisabo akajibu kwa nini siweze? Kama jambo ni la kisheria lazima litekelezwe. Hivyo ndivyo ambavyo alivyokuwa kajibu. Wakili wa serikali akaendelea kumfanyia cross examination wakili huyu Kisabo, ambapo akambamiza swali lingine, ushahidi wa Lissu na TLS unaunga mkono mambo mliyosema? Kisabo akajibu ni sahihi. Wakili wa serikali akasema tena, mwenye wajibu wa kuthibitisha ni nyie mlioleta kesi? Kisabo akajibu labda kama umekariri, lakini inategemea na aina ya kesi. Wakili wa serikali akambamiza tena swali, kazi ya ushahidi ni kuthibitisha madai? Wakili Kisabo akajibu ni kweli. Wakili wa serikali akamuuliza tena swali, kwenye kupitia kwako sheria za magereza uliona kifungu ambacho kinazuia idadi ya watu kumlinda askari? Kisabo akajibu, soma kanuni ya 33 utaona inasema nini. Inasema mfungwa wa mauaji ni askari wawili. Sasa Lissu sio amehukumiwa kunyongwa. Wakili wa serikali akaminya tena swali, kuna katazo la mtu kukosa lockup? Kisabo akajibu, sikia we bwana, tunacholalamikia hapa kwamba hatupewi access ya kuongea na mteja wetu kwa usiri kama sheria inavyosema. Wakili wa serikali akambamiza tena swali, na tunakubaliana mkuu wa gereza anao wajibu wa kulinda? Kisabo akajibu kwa mujibu wa sheria. Wakili wa serikali akaendelea, sasa kile chumba kinakinzana na sheria au vipi? Kisabo akajibu, hivi unajielewa kweli? Hapa hatuzungumzii ukubwa wa chumba, tunazungumzia kusikilizana. Wakili wa serikali akaendelea kumminya, Mandela Rule imesema ukubwa wa chumba? Kisabo akajibu haihusiani na ukubwa wa chumba, inahusiana na wakili na mteja wake wasikilizwe. Achana na mambo ya ukubwa, hayatakusaidia. Wakili wa serikali akasema nimemaliza.
Akawa hapo katika maswali ya dodoso kwa upande wa wakili Kisabu ambaye ni shahidi wa Lissu ambaye ni mwanasheria kwa mujibu wa maelezo yake ama anavyodai hivyo. Hivyo basi Tundu Lissu akawa ameishia pale wakili wake kujibu maswali hivyo. Na hivyo basi akasimama mtu mwingine, akasimama wakili wa Lissu Advocate Edson Kilatu kwa ajili ya re-examination, ambapo wakili Kilatu akawa anampitisha tena Kisabu. Umeulizwa kuhusu afya za masikio za maaskari, unasemaje? Kisabu akajibu walikuwa wanasikia, ndiyo maana kuna mambo wanasema usiongee naye jambo hilo, maana yake wanasikiliza, wangekuwa wasikii wasingekuwepo kazini. Wakili Kilatu akamuuliza tena, vipi kuhusu kile chumba na ukasema hujui kama kina kifaa kinachorekodi, ulikuwa na maana gani? Wakili Kisabu akajibu, ukiongea na simu maana yake mazungumzo ya simu yanarekodiwa, lakini pale Ukonga kwenye kile chumba kuna control room. Wakili Kilatu akamuuliza tena, waheshimiwa majaji, inatosha, nimemaliza maswali yangu. Jaji akasema sasa mleteni shahidi mwingine. Kwa upande wa Kisabu, yeye kawa imeishia hapo katika maswali ya dodoso ambayo aliyokuwa ameulizwa. Hivyo basi akaletwa mtu mwingine tena katika upande wa ulizwaji wa maswali hayo ya dodoso, na hivyo basi kilichokuwa kinafuatia hapo sasa, Jebra akamuuliza kama wanaweza kuendelea na jaji akamuuliza Lissu, unasemaje? Lissu akasema na mimi naomba niendelee naye huyu mkuu wa gereza kuanzia sasa hivi. Kuhusu swala la jiografia ya barabara za Dar es Salaam, naomba kuwapeni taarifa kuwa mimi huwa sikai foleni, huwa barabara zinasafishwa na nina magari karibia 6, ving'ora ni vingi sana, kwa hiyo mimi msinionee huruma kuhusu barabara. Jaji Rumisha akasema sasa mazingira kama haya wakati mwingine huwa mnasema majaji tunapoteza muda, lakini kumbe kuna watu huwa wateja ndio huwa hamtaki kuendelea na kesi, tutawalazimisha. Sasa Kalokola unasemaje? Kwa hiyo Kalokola akasema ni kweli njia huwa ni nyeupe, lakini kuna mambo yanafanyika nyuma ya pazia, usione tu askari magereza wanatembea. Jaji Rumisha akasema haya, tuendeleeni kesho. Hivyo basi ikawa imeishia hapo katika siku ya jana ya Julai 21 katika maswali ya dodoso kwa mashahidi ambao waliokuwepo. Hivyo basi leo hii kesi inaendelea kama kawaida, leo ikiwa ni tarehe 22. Kama kawaida tutakuletea tena maswali ya dodoso ambayo yatakuwa yamejiri katika mahakama kuu masijara ndogo ya hapa Dar es Salaam katika usikilizwaji wa shauri ambalo limefunguliwa na mawakili watatu ambao wanajiita ni mawakili wa Tundu Antipas Lissu. Bana, hii ni Josengo Media. Kaa karibu nayo kwa ripoti zote za habari, matukio